Aluminium, watengenezaji namba 1 wa madirisha ya aluminium pamoja na PVC, bila kusahau Rona Product, wauzaji wa mfubao wa ngozi, michirizi pamoja na chunusi. Leka Building and Furniture, watengenezaji na wauzaji wa furniture za mbao ngumu aina ya mninga pamoja na mkongo. Siana Event and Catering, bila kusahau BizLogic, waalike kidigitali pamoja na WCF. Kwa pamoja tunawaambia asante sana, tunawashukuru ndio ambao mmewezesha tuzo hizi za Malkia wa Nguvu kanda hii ya kati. Leo hii tukiwa hapa Dodoma. Bila kupoteza muda jamani, kwa vile tuko nyuma sana na ratiba na muda wetu, naomba moja kwa moja tuende tukakutambulishie tuzo ya ustawi, tuzo ya afya na ustawi wa jamii. Naomba moja kwa moja tuelekeze macho yetu kwenye project. Jukwaa la Malkia wa Nguvu limepekua maktaba ya afya na ustawi wa jamii na kukutana na ripoti ya mwanamama Jennifer Chiute, bibi aliongoza mapambano dhidi ya ukeketaji na ukatili wa kijinsia kanda ya kati na Tanzania kwa ujumla wakati wa ujana wake miaka ya 90 huko. Ripoti za vifo vya wajawazito pamoja na madhara ya kudumu ya kiafya kwa wasichana vilivyotokana na ukeketaji zilimjaza machungu Jane, ambaye hakuishia kusikitika tu, bali alisimama na kuanzisha vita dhidi ya ukatili huu. Bi Jennifer ndiye mratibu wa kwanza wa kamati ya mila na desturi nchini Tanzania kutoka kanda ya kati Dodoma, chini ya shirika la Inter Africa Committee IAC lililoanzishwa mwaka 1990 likipinga ukeketaji na mila kandamizi. Jina langu naitwa Jennifer Stanley Chiute. Nimefanya kazi na shirika linaloitwa Inter African Committee Tanzania. Shirika hili lilikuwa linahusika na kutoa elimu kwa jamii kuhusu mila na desturi zinazoathiri afya ya mwanamke na mtoto. Na mradi huu ulianzishwa hapa Tanzania katika ngazi ya kitaifa mwaka 1990, lakini ukiwa tawi la mradi wa kimataifa wa Inter African Committee ambao ilitokana na kikao kilichofanyika kule Dakar, Senegal mwaka 1984, wakiangalia haki za wanawake na watoto na mila na desturi ambazo zimekuwa zikiathiri maisha yao, afya zao na haki zao za msingi. Sasa Tanzania na yenyewe ikawa imeunda tawi lake mwaka 1990. Haikuwa rahisi kwa Jennifer kuendesha harakati hizi, hasa ikizingatiwa kuwa alikuwa akitokea kwenye jamii inayoamini ukeketaji. Wenzake walimuona kama snitch fulani hivi, na kuna wakati walifukuzwa kwenye majukwaa na kutishiwa maisha. Kwa hiyo tulipokwenda vijijini, tuliwaambia mabaya ya zile mila na desturi na mambo ambayo wamekuwa wakiamini na kuyapenda na kuyafanya, kwamba yalikuwa yanaleta madhara kwa wanawake na watoto. Lakini tulipoanza kujitambulisha na kuanza elimu, tulianza kama watu ambao tumekuja kuwaona kwamba hawafai, kwamba wamekuwa wanaleta uharibifu. Tulifukuzwa kwenye vijiji. Tulifukuzwa sana. Nakumbuka kijiji kimoja wanaume walienda kutafuta marungu waje watupige. Serikali ikasimama kutulinda. Kwenye vijiji vingine mtu mmoja mmoja alianza kutoka, wanatutukana. Kulikuwa na usiri mkubwa sana kuhusu masuala ya tohara ya wanawake. Wanakula kiapo kwamba hawatasema siri ya mambo waliojifunza huko. Jane na timu yake waliendesha harakati hizi kwa mafanikio makubwa sana. Na mnamo mwaka 1998, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipitisha sheria iliyofanya ukeketaji kwa wanawake kuwa kosa la jinai. Hii elimu tukitoa tu kwa watu wazima peke yao haitoshi. Tukaingia kwenye shule zote za msingi na za sekondari. Tukaingia kwa walimu, tukawapa elimu walimu, tukawapa elimu watoto.
tulitembea kwenye halmashauri zote kutoa elimu na ikakubalika kabisa kwamba tulipeleke swala hili serikalini ili sheria itungwe. Kwa sisi tukaandika kwamba kuna haja ya kutunga sheria ya kutokomeza ukeketaji na masuala ya ndoa za utotoni. Wakati tukipiga soga na Jennifer amekumbuka shirika la ushirikiano wa kimataifa la Ujerumani GIZ na programu ya kupinga ukatili wa kijinsia, anasema ningewashauri GIZ waone umuhimu wa kufikisha elimu kwa makundi yote katika jamii, na elimu hiyo iwe endelevu. Elimu na walezi, viongozi wa serikali za mitaa na viongozi wa halmashauri ngazi za juu, viongozi wa dini, lakini elimu hii iwafikie watoto pia. Ndipo tutakuwa na mwendelezo mzuri kwenye jamii nzima, wakiwa wanaelewa kitu gani kinafanyika. Enyi kizazi cha ari mpya na kasi mpya, na wasogeza kwenye simulizi hii iliyobadili mitazamo ya kitamaduni kwenye jamii zenu, na sasa mamilioni ya nyie mpo salama dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kutoka boma la Mtemi Mazengo Mbukweni, mpokeeni mama yenu huyo, zao la Kigogo lililotokana na kilimo cha ujasiri na upendo kutoka moyoni. Huyu ni Jennifer Chiwute, ni malkia wa nguvu 2025. Haki za wanawake oye! Ukeketaji zi! Ndoa za utotoni zi! Twende duniani! Malkia wa nguvu 2025, twende duniani. Makofi mengi sana kwa Bi Jennifer. Makofi kwake. Popote pale ulipo. Jamani, naomba mumpigie makofi. Vipi? Wana wa Dodoma. Le général Dangote, le grand Mama Dangote, Makofi jamani kwa Bi Jennifer. Unapaka leo majibu sipati, yani paka leo bebaki katikati. Didi Santos, Rafiki wa kweli ni nani? Rafiki ni ndugu wa majirani. Unepati na kosare wakulia nawe msibani, wakukosa kuongeze ama yule wanipendani. Kwa sababu nimekoma rafiki yangu pesa, Ricardo Momo, Don Fumoe. Haya, asante sana. Naomba mlomlete Bi Jennifer mumsubiri, lakini wakati huo namuomba Lois Makule, huyu ni event sponsorship and coordinator kutoka Yas, aje hapa pamoja na Nixon Maleko, wakili wa serikali Wizara ya Katiba na Sheria, kitengo chake hichi. Karibuni sana kwa ajili ya kukabidhi tuzo. Daboroki, le président Fachi Beton. Daboroki, Nazi Bito, Nazi Biden, Nazi Sokali, Tobina, Nazi Makambo, Nazi Biden, Nazi Tokanda, Zindaba, Zinda, Haya, naomba umkabidhi mama certificate yake. Mama, wewe ni malkia wa nguvu, pokea huko unakabidhiwa. Hongera sana kwa mapambano yako ya kuweza kutetea wanawake. Haya, Bi Jennifer, pokea pia tuzo yako hiyo hapo. Wewe ni malkia wa nguvu. Haya, picha ya pamoja. makubwa.
Haya, asante. Makofi mengi na vigeregere kwa Bi Jennifer. Haya mama, karibu useme chochote. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Kwanza ninafurahi sana kupata fursa hii ya kusimama mbele yenu, mimi ambaye sikustahili. Nilipopata taarifa kwamba nimechaguliwa katika nafasi hii, nimemshangaa sana Mungu. Ya pili, nataka kuwapongeza watu wa Clouds. Maono haya ambayo mmepata sio maono ya kawaida. Ni maono kutoka kwa Mungu. Eti kwamba muwe na kitu kama hiki kwa ajili ya malkia wa nguvu. Hii nguvu ni nguvu gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni nguvu gani hii? Kwa sababu katika jamii, hata Mungu alipoumba mbingu na nchi akamuumba mwanamume, aliona kwamba kuna umuhimu wa kumleta malkia, maana mwanamume ni mfalme na malkia ana kazi muhimu sana. Mahali popote ukiona pameendelea, kuna nguvu ya malkia. Yaani mkubali msikubali. Na nilitaka niwashauri kwamba kutoka katika kitabu cha Yeremia sura ya 9 mstari wa 17 mpaka 21 unazungumza kuhusu wanawake waombolezaji, wanawake wanaokaa na kulia mbele za Mungu ili nchi yao ibarikiwe. Kwa hiyo huyu malkia wa nguvu ambaye ameanzishwa na Clouds, kazi yake ni kwenda hatua kwa hatua sawa na Mungu. Wala tusije tukajisahau. Nataka kuwakumbusha watu wa Clouds kwamba kama kuna malkia, lazima tuwe na mfalme. Tuwe na maadhimisho pia ya mfalme, maana wale wa zamani walikuwa na elimu tofauti, na hawa wa leo wanahitaji pia kuhamasishwa ili waende pamoja. Mungu awabariki sana. Lakini lingine ambayo nitaka kuzungumza ni kwamba elimu hii ya ukatili wa kijinsia, kazi ya kutokomeza ukeketaji, mila ambayo ilikuwa ni asiri sana, iliyopendwa sana na wananchi na watu wa makabila yaliyokuwa yanakeketwa, haikuwa kitu rahisi. Na sisi Mungu alitusaidia, kwa sababu tulipotaka kupigwa tulirudi tukakaa tukafikiri tufanyeje. Tukashirikisha serikali, tukashirikisha viongozi wa dini, lakini tulifanya kazi na watu wa kila ngazi. Na walikaa kwenye makundi, kama ni wanaume, wanawake, ili waseme siri zote. Baadaye walipokuja kuwakilisha kwenye hafla yote, siri zote zikawa nje. Kwa hiyo mafundisho yetu yote yalienda kwa wote na siri ile ikaisha. Lakini pia mimi kama Mgogo, mnatujua Wagogo ni waimbaji. Mimi kama Mgogo nikaanza kutafakari zile nyimbo ambazo walikuwa wanafundisha watoto. Baba, wewe mbona uko kama baba lakini macho yako yamekuwa kama ya chatu? Kumbe unaona kwamba kama unampeleka mtoto kumfanyia jambo jema, kumbe unaenda kumuumiza. Na mwanamke alikuwa anaambiwa anaenda kula asari, akifika kule anafanywa vibaya, na madhara yake yanakuwa mengi. Na mimi niliomba kwamba, niliona hapa mtu mmoja alipewa nafasi ya kuimba, na mimi mnipe nafasi ya kuimba kidogo. Maana nimekuja na watu wa kutoka vijijini ambao walikuwa waratibu katika ngazi za wilaya. Tumefanya kazi katika vijiji 100, lakini pia tumeunda kamati za mila na desturi za mikoa 7.
katika mikoa 7 na tulikuwa tunafika mpaka ngazi ya chini kabisa, na matokeo yake waliodai sheria ni watu wa kutoka kijijini, waliosimamia kwamba sheria inafanyika inatekelezwa baada ya kutungwa ni watu wa vijijini, isipokuwa pengine wakati mwingine rushwa na nini imetuchelewesha, lakini hali sasa hivi iko tofauti na mwanzo. Naomba mnipe nafasi ya kuona kwamba tulianzisha nyimbo ambazo tulipofika pale tulianza kuhamasisha, kwa hiyo watu wakatupenda. Niimbe nisiimbe? Basi, bibi imba kidogo. Naimba kidogo. Wale watu waliokuwa wanaimba na mimi wale, kwanza mmoja alikuwa ni ngariba, baada ya kupewa elimu ya ukeketaji alilia sana, akasema kuanzia leo naomba usimame hapa haraka. Wewe uliyekuwa ngariba, bibi muimbie. Wawezeshaji wengine, waratibu, naomba mje. Namaliza. Aya siaya gwe aya ulalilewa yangu yaya gwe ya mesonya mwando mama we mama au mama yangu, mbona unateseka na mila na desturi we, kumbe unaumizwa we. Jamii yangu si yangu mimi, na kaupendeleo kwa watoto wa kiume waki. Baba, nimezaliwa watoto 6 wa kike, matusi kashifa kikipigo. Bibi ntalia. Mjukuu ntalia. Mbona unalia? Mwanitesa ho. Oh mwanitesa. Jamani mtoto wa kike ho. Kwa nini mwanitesa ho? Asante Felu. Felu asante. Mimi nitalia. Haya. Jamani, makofi mengi sana, na vigelegele kwa mama Jennifer. Yes. Makofi mengi sana. Ya kutosha kabisa. DJ Feru atoe. Mtoe mama Jennifer pamoja na kampani yake. Yeah. Mpokeni mama Jennifer. Yes. Aha.